waheshimiwa waandishi wa habari mliohudhuria hapa. Shirika la Umoja wa Mataifa la mitaji ya maendeleo, the United Nations Capital Development Fund, ilipewa ridhaa na serikali na Umoja wa Ulaya kusimamia mradi huu wa nishati safi ya kupikia ambao una thamani ya euro milioni 19.4 na unatekelezwa katika mikoa mitano ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza, na unatumia sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunawafikia walengwa wetu waweze kuwafikia watumiaji wa mwisho. Mkakati huu ambao utazinduliwa kama alivyosema Mheshimiwa Katibu Mkuu, tutaendelea kuusimamia pamoja na wabia wengine, washirika wengine wa maendeleo, lakini pia utawahusisha watu mbalimbali. Kama mnavyofahamu, tumeanza harakati hizi miaka kama 3-4 iliyopita. Kulikuwa na 90% wa Tanzania walikuwa wanatumia kuni na mkaa, lakini tunavyoongea sasa hivi tumefikia kiwango cha 16% wanaotumia nishati safi kuelekea kwenye lengo la taifa la miaka 10 ijayo au 9 ijayo la kufikia 80%. Lakini si kwamba safari hiyo si rahisi, lakini pia sio ngumu sana. Na moja ya changamoto ambazo tuliona moja za kuweza kutatua ni namna ya kuwafikia watu kwa taarifa sahihi na watu sahihi kwa wakati sahihi. Na ndio sababu na msingi mkubwa wa huu mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia Tanzania. Wakati mwingine watu wanashindwa kutumia nishati safi ya kupikia sio kwa sababu hawataki, lakini ni kwa sababu hawana taarifa sahihi. Wakati mwingine ni uoga, wakati mwingine ni tamaduni ambazo zimemwaminisha kwamba chakula fulani kinakuwa kitamu kikipikiwa na nishati fulani. Kwa hiyo mkakati huu utawasaidia sana, na tunategemea sana waandishi wa habari mtakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Tunategemea sana viongozi mbalimbali wa kijamii, viongozi wa kidini, wa taasisi ambazo sio za serikali, nikikubwa zaidi hata viongozi wa serikali watakapokuwa wanasimama katika majukwaa mbalimbali, waweze kuwa na very clear message, waweze kuwa na taarifa ambayo inafanana ili kuondoa mpishano wa namna ambayo tunawasiliana na wananchi. Wako watu wanashindwa kutumia gesi kwa sababu wanaogopa inalipuka, lakini ukiweza kuwaeleza vizuri wanaweza wakaelewa na wakabadilika. Wako watu ambao wanashindwa kutumia umeme wakifikiria ni ghali sana, lakini ukiweza kuwafikia kwa vifaa ambavyo ni vizuri, wanaweza wakaweza kutumia umeme badala ya kutegemea kuni na mkaa. Kwa hiyo hivyo tunategemea mkakati huu utaweza kuwahusisha watu mbalimbali na tukaweza kufanikiwa. Kimoja kikubwa zaidi ni kwamba tamaduni zetu zinasema anayepika ni mwanamke. Kwa hiyo msingi wa mkakati huu tunamtegemea ndio mwanamke awe mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko, ambapo wao wenyewe ndio tutategemea zaidi katika kuonyesha kwamba kwa kubadilika kwa kutumia nishati iliyo safi na sahihi, nchi hii inaweza ikafikia malengo. Lakini tujue pia kwamba athari za kutumia nishati safi ya kupikia ni kubwa. Inaanza kwenye gharama, hali ya afya, usawa wa kijinsia na hata namna ambavyo tungeweza kuwasaidia makundi mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo niwaombe, wakati ambapo tunajiandaa kuzindua Jumatatu, lakini kuanzia pale tutaendelea kama wasimamizi wa mradi huu kuendelea kufanya kazi pamoja na ninyi waandishi wa habari, na niseme kwamba tunawakaribisha sana